Dakta, bila shaka hujambo na karibu tena mtazamaji wa Swafifu Afrika popote pale ambapo natufuatilia tukiwa mubashara hivi sasa. Ni siku nyingine tulivu na njema kweli kweli. Sisi tuko vizuri, ni wazima wa afya, tuko ngangari. Bila shaka na wewe utakuwa upo ngangari kama jinsi ambavyo sisi tupo. Kama haupo ngangari, basi tunaomba kwa Mwenyezi Mungu mambo yaende vizuri na urejee katika utimamu wako wa kawaida. Kama jinsi ilivyo ada, hapa tunazungumza mambo mengi yanayohusu lugha ya Kiswahili, lakini pia bila kusahau lile tamasha kubwa na la kihistoria kuwahi kutokea barani Afrika linalohusu filamu zenye maudhui, maadili, utamaduni na uhalisia wa bara za Afrika. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha filamu hizo zinakuwa na vigezo vifuatavyo. Hakikisha filamu yako ina vigezo vikuu viwili. Hakikisha filamu yako ina manukuu ya lugha ya Kiswahili, hapa namaanisha subtitles, lakini pia hakikisha filamu yako ina maudhui, maadili na utamaduni wa Kiafrika. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunakuza lugha ya Kiswahili kupitia filamu hizo zenye maudhui, utamaduni na uhalisia wa bara la Afrika. Na habari njema ni kwamba dirisha la kukusanya kazi ama kuleta filamu yako tayari liko wazi. Kwa hiyo hii ni fursa kwako wewe mwandaji, mtayarishaji na mwigizaji wa sinema ama filamu barani Afrika kuhakikisha unakusanya kazi yako ama filamu yako na inatambulika kimataifa. Na kushiriki ni rahisi sana. Tembelea katika tovuti yetu, yani www.swafifafrica.tv.tz, na kisha utakutana na kitufe kimeandikwa jisajili. Bofya kitufe hicho, jisajili, jaza taarifa zako muhimu na kisha utatumia ujumbe mfupi kwenye email yako. Kwa kufanya hivyo utakuwa umekwisha kujisajili na unaweza kutuma kazi yako. Naam, ni rahisi sana. Yaani hivyo tu unakwenda kutambulika mbele ya maelfu na mamilioni ya watu barani Afrika na ulimwenguni kote kiujumla. Hii ni fursa na si ya kuchezea. Basi kama jinsi ilivyo ada, mtazamaji wa Swafifu Afrika, hapa tunazungumza lugha adhim, lugha tamu, lugha ya Kiswahili. Na leo hii tuko na wadau waandamizi wa lugha ya Kiswahili na tuna mada mezani ambayo bila shaka utakwenda kufahamu vitu vingi sana ndani ya mada hiyo. Ni uhuru wa bara la Afrika na lugha ya Kiswahili. Na wageni wetu wa siku ya leo ni Charles Mloka, mwandishi wa diwani ya Mloka. Ni mwana Kiswahili huyu. Lakini pia Stefania Motela, afisa utamaduni mwandamizi kutoka Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Watatupitisha kwa kina kabisa fahari ya lugha adhimu ya Kiswahili katika uhuru wa bara la Afrika. Na mnahodha wako katika jahazi hili la leo si wengine, ni wale ambao umezoea kuwaona kila siku mbele ya kideo chako. Ni Ramadhani Mgwadu, nikiwa nimeambatana na mwenzangu ni Shangwe Mbise. Tuambatane sote kwa pamoja. Karibuni sana waandamizi wa lugha ya Kiswahili katika mjadala huu kuhakikisha tunazungumza mambo mengi sana yanayohusu uhuru wa bara la Afrika, lakini pia kupitia lugha hiyo ya Kiswahili. Tunafahamu Tanzania ilikuwa ni kinara katika kupambania uhuru wa nchi mbalimbali hapa barani Afrika. Si nchi yake pekee, nchi takriban 8 ziliingia katika orodha hiyo, na si moja kwa moja bali ni kupitia misaada ya kifedha, pasipoti za kusafiria na hata ofisi za kupambania uhuru wa nchi hizo. Labda kwa mtazamaji ambaye hivi sasa anatutazama, tumkumbushe tu kwa uchache, Shangwe, baadhi ya hizo nchi. Na nchi hizi ambazo zilisaidiwa ni pamoja na Msumbiji ikiwa chini ya Samora Machel, pamoja na Angola ikiwa chini ya Agustino Neto, lakini pia nchi ya Zimbabwe ikiwa chini ya Robert Mugabe katika chama chake cha ZANU, pamoja na Joshua Nkomo wa ZAPU, lakini pia nchi ya Namibia chini ya Sam Juma na chama chake cha SWAPO. Afrika Kusini chini ya Nelson Mandela na Walter Cecil na Oliver Tambo chini ya chama chao cha ANC. Kuna nchi pia Guinea Bissau na Cape Verde pia chini ya Amilcar Cabral, pamoja na Komoro na Uganda. Nchi hizi zote zilisaidiwa kwa namna moja ama nyingine katika uhuru wake. Na wakati huo nikukumbusha tu kwamba Tanzania ilikuwa iko chini ya uongozi wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na lugha iliyotumika hapo ni lugha ya Kiswahili kwa sababu Mwalimu alikuwa anaamini nchi haiwezi kuwa huru
ingali kuna chembe chembe za kutawaliwa. Hizo chembe chembe ikiwemo lugha pia. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili ilitumika barabara. Labda tukianza mjadala wa pamoja kwa wadau wetu hii leo. Kiswahili kilitumika katika kuhakikisha kwamba nchi hizo zinapata uhuru wake, ikiwemo Tanzania na hizo nchi 7-8 ambazo zimetajwa hapa na mwenzangu Shangwe Mbise. Lakini tunaona hivi sasa hata hizo nchi ambazo zimetajwa hawakitumii lugha ya Kiswahili. Ni Kiswahili kimekwama wapi ama kimefeli wapi kuendeleza zile harakati ambazo zilianza mwanzo katika kupambania uhuru wa nchi hizo, ingawa si moja kwa moja? Mjadala pamoja. Mimi nashukuru sana. Mimi naitwa Charles Mloka, kama nilivyosema, mwandishi wa diwani ya Mloka na vitabu vingine vingi ambavyo si mahala pake hapa sasa hivi kuisimulia, lakini niseme vile vile kwamba mimi ni mpenzi kindakindaki wa lugha ya Kiswahili, fasihi ya Kiswahili, pengine na Kiingereza nikiongezea, sababu yote ni katika uga wangu. Nizungumze tu kwa kifupi tu kwamba kwa nini Kiswahili kimekwama kutoka pale ambapo jitihada kubwa za Kiswahili kilitumika kuweza kukomboa nchi za Kiafrika. Bahati nzuri imeeleza vizuri tu kwamba kulikuwa na vyama vya SWAPO, kulikuwa na vyama vya Frelimo ambavyo vilikuwa na kambi mbalimbali. Kambi moja hapo ilikuwa Farm 17 kule Nachingwea. Nafikiri kama amesoma historia mtakumbuka. Ilikuwa kambi moja kubwa sana iliyohifadhi wakimbizi wa Mozambiki chini ya kiongozi wa kwanza wa Frelimo alikuwa Mondlane, mwingine alikuwa Samora Moses Machel na Robert Mugabe na vyama vyao na vyama vinginevyo. Sasa sina haja ya kuelezea kwa kirefu ni jinsi gani Kiswahili kiweza kutumika, lakini nieleze kwa nini kimekwama baada ya pale. Sasa zipo sababu nyingi, lakini sababu moja hapo ni kwamba wale walipokuwa wakitumia kile Kiswahili walikilenga zaidi kwa hawa au kwa vyama vya vikombozi, kwa wapigania uhuru, lakini hawakwenda mbali zaidi kwa wananchi wa sehemu hizo. Kwa Kiswahili kiliishia tu kwa wapigania uhuru basi. Tofauti na Tanzania. Tanzania kwa mfano utakuta kwamba Mwalimu pamoja na dada yake ile falsafa yake aliendeleza mpaka kwa Watanzania wenyewe. Kwa hiyo kila Mtanzania kipindi kile alikuwa anaelewa nini maana ya ukombozi. Ukombozi ulikuwa unakwenda kwa kila Mtanzania. Hata mimi ukieleza hawa ndugu zetu wanapigania uhuru, kwa kweli nilikuwa naguswa. Katika lugha ya Kiingereza tulikuwa na neno empathy, kwamba unajisikia kwamba na wewe ni sehemu ya kuokomboa wale watu. Lakini je, hicho Kiswahili pamoja na kuwafikia Watanzania, je, kilifikia wale walengwa wa nchi za ukombozi, Msumbiji kwa mfano nini? Kwa hiyo hapa kulikuwa na kipingamizi kidogo, kiliishia kwa hawa wapigania uhuru tu. Hakukuwa na jitihada za makusudi za kukiendeleza zaidi katika sehemu nyingine. Na vile vile licha ya hayo, tukienda katika mifumo ile ya ukoloni na zile sera za kikoloni, wakoloni waliweka mazingira ambayo kufanya Kiswahili ni lugha duni. Kwa hiyo hata nchi hizi zilipokuja kujikomboa zikajikuta moja kwa moja bado zinafuata mifumo ile ile ya kikoloni, kutukuza lugha zao. Kwa mfano ukienda Mozambiki, katika katiba yao ya mwaka 1975 ilifanywa marekebisho zaidi, nakumbuka mwaka 92 kama sikosei, mpaka 2010 ya Mozambiki ilifanywa marekebisho 1975, 1992 kama sikosei, mpaka 2004. Bado utaona imetoa kipaumbele zaidi kwa lugha ya Kireno kuliko zile lugha na kwamba inatambua lugha 40 nzima kama ni lugha zile za Kibantu inazitambua, lakini ukienda vile vile ifanywe marekebisho mpaka 2010 kulika lugha hizi za asili pamoja na koloni, athari za kikoloni za kisaikolojia za kutuweza kuona kwamba lugha yetu ya Kiswahili sio lugha ya nguvu. Kwa hiyo hata wale wakoloni wapigania uhuru walipokwenda kule, basi walikwenda na Kiswahili na misingi ya ujamaa ya nini ya umoja, lakini wakaweka Kiswahili sandukuni. Labda nishi hapo kwa wakati ulio. Asante sana. Kwako Sefania Motela, yapi maoni yako katika hili? Naam. Sijui nianze na mimi kwa kujitambulisha, lakini nimeshanitambulisha. Jina langu ni Sefania Motela, afisa utamaduni mwandamizi kutoka hapa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo,
makao makuu ya nchi Dodoma. Ameeleza vizuri sana mzee wangu Mloka kuhusiana na namna ambavyo Kiswahili kilitatizwa au kilipata mkwamo kwenye hizi nchi ambazo Tanzania ilitoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba zinapata uhuru wake. Na kimsingi pamoja na aliyoeleza, tunaona kwamba sababu nyingine kubwa utakuta, kwa mfano Tanzania, sisi wakati huo wa harakati za kudai uhuru, chama cha TANU mwaka 1954 kilitangaza rasmi kwamba lugha ya Kiswahili ndio lugha yake rasmi kwa ajili ya mawasiliano yote wakati wa jitihada hizo za kudai uhuru. Kwa unakuta kwanza mizizi ilianza kwenye chama, ndani ya chama, lakini hata baada ya uhuru kulikopo na utashi mkubwa sana wa kisiasa katika nchi yetu kwamba Kiswahili ndio kitakachotumika katika mawasiliano rasmi kwenye shughuli za serikali, lakini pia katika kuwasiliana na wananchi. Sasa kama alivyoeleza mzee wangu Charles Mloka, maana yake wale wapigania uhuru au wale wanaharakati ambao walikuwepo hapa Tanzania katika nyakati tofauti tofauti kwa ajili ya kupata msaada ama wa ushauri ama wa mbinu ama vile walivyokuwa wanahitaji labda mikakati mbalimbali, vikao vilikuwa vikifanyika hapa, unakuta kwamba iliwalazimu kukubali Kiswahili au kuendana na Kiswahili kwa sababu wakati walikuwa na shida ya kupata uhuru. Lakini baada tu ya kurudi katika nchi zao ilikuwa ni vigumu sana, kwa sababu haikuwa na mizizi ndani ya vyama vyao, lakini pia katika mtazamo ule wa sera au tunasema ule utashi wa kisiasa katika mataifa yao, Kiswahili hakikuwepo. Na wakoloni walichokifanya kama alivyosema mzee wangu ni kwamba walihakikisha kwamba lugha zao bado zinaendelea kutumika, kwa sababu zilikuwa tayari ziko kwenye mifumo mbalimbali, kwenye nyaraka zote za msingi ilikuwa bado zile lugha zinatumika. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana bila kuwepo na utashi wa kisiasa, bila kuwepo na sera na mikakati ya kuhakikisha kwamba ile lugha inaendelea kutumika, ilikuwa ni vigumu sana kuweza kuendelea. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba hata baada tu ya uhuru bado wamebaki wanazungumza Kiswahili, lakini ni kile cha kudonodonoa, kwa sababu wengi wao walikuwa wameishia hapo, jambo lao limeisha, mambo mengine yakaendelea. Sawa, ni kisele kwako Sefania Motena. Huko ni wakati wa kupambania uhuru, tunazungumzia miaka 1900 kuanzia 50 na kuja mpaka 60 na hapo, na wengine walichelewa zaidi kama Afrika ya Kusini. Tukija kwenye wakati huu ambao tuko hivi sasa, Kiswahili kinatumika kama lugha rasmi kwenye baadhi ya asasi za Afrika, ikiwemo asasi ya Afrika Mashariki. Na katika asasi hiyo Afrika Mashariki zipo nchi tatu, zaidi ya nchi tatu: Tanzania, Kenya, Uganda, lakini pia Kongo anazungumza Kiswahili, baadhi ya sehemu za Rwanda pia wanazungumza Kiswahili. Lakini inaonekana Tanzania wao ndio wana jitihada kubwa sana katika kukiendeleza na kukikuza lugha Kiswahili na kukitangaza duniani kote. Hizi nchi nyingine ni kama bado ziko nyuma. Huoni huenda pia hii inaweza kuwa ni sababu ya kukikwamisha Kiswahili kama namna ambavyo kilikawa hapo awali? Sefania Motena. Ni swali zuri sana. Kwanza nianze kwa kusema kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, huwezi kuamini mkataba ulioanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki mpaka sasa bado hautambui Kiswahili kama lugha rasmi ya mawasiliano. Kiswahili katika mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kilikuwa kinatambua Kiingereza, na hata mawasiliano yote ya msingi ni Kiingereza. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambuliwa kama lugha ya mawasiliano mapana, yani wanaita lingua franca. Yani ni lugha tu inayotuwezesha tunaweza tukawasiliana, lakini kwenye vikao rasmi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki au kwenye nyaraka rasmi kilikuwa hakitambuliwi kama ni lugha ambayo inaweza kutumika katika kujenga utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mpaka mwaka 2021 ambapo wakuu wa nchi walikaa kikao wakaidhinisha kwamba sasa Kiswahili pamoja na Kifaransa ziliingia kama lugha rasmi. Kwa hiyo sasa hivi ni lugha rasmi, lakini bado mkataba haujafanyiwa maboresho au marekebisho ya kukitambua Kiswahili pamoja na Kifaransa kama lugha rasmi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa taratibu hizi za kikanda, lugha yote ambayo inakuwa haijatambuliwa na mkataba, endapo mtafanya kikao au jambo lolote mkaazimia na wale wajumbe au washiriki kutoka nchi wanachama hawajaelewa kilichozungumzwa, taarifa hizo ni batili na haziwezi kupitishwa mahali popote. Sawa, Sefania Motena, kabla hujafika mbali,
kuna kitu nakipata hapa. Kwanza tukubaliane kwamba sisi ndio tunakidumaza lugha ya Kiswahili, kwa sababu kama makubaliano kuwa Kiswahili ni lugha rasmi imefanyika toka mwaka 2021, hivi sasa tuko mwaka 2026, ni takriban miaka 4 na miaka 5 kasoro. Bado mkataba huo haujarekebishwa ama hujafanywa maboresho kuingiza Kiswahili kama lugha rasmi ya asasi ya Afrika Mashariki. Kwa sisi ndio wa kwanza tukubaliane, ndio tunaokidumaza lugha ya Kiswahili. Tuko sambamba hapo, Sifania? Naam, kwa kiasi fulani kuna ukweli kama alivyosema. Unajua pale mwanzoni tumekubaliana kwamba kasumba iliyokuwepo ni kwamba wakoloni walihakikisha tunazienzi na kuzitukuza lugha zao zaidi kuliko lugha zetu wenyewe, na ndio maana unakuta kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa hivi tuna kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo makao yake makuu yako hapa Zanzibar, lakini mpaka sasa hata nyaraka zao pia bado ziko kwa Kiingereza. Hoja kubwa wanayoitoa ni kwamba bado mkataba haujafanywa marekebisho, kwa hiyo ni vigumu kusema moja kwa moja tunaandika nyaraka kwa Kiswahili pia. Maana yake Kiingereza ni lugha rasmi kwa mujibu wa mkataba, Kiswahili imekuwa lugha rasmi pamoja na Kifaransa, lakini sasa kwenye zile nyaraka na kwenye ule mchakato bado haujakamilika. Na kama nilivyosema, ni ukweli usiopingika kwamba kwenye hizi jumuiya ama kwenye masuala haya yanayohusu lugha, kila mtu anaangalia afanye nini katika kupushi hayo mambo yaende, na wasipopatikana watu ambao yani wale ambao kabisa ni machampion, wanasema lazima tufanye mageuzi, lazima tufanye kitu, unakuta kitu kinaenda miaka na miaka. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha kwa upande wetu kwamba hata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki bado Kiswahili hakijapewa msukumo mkubwa kama ambavyo ilipaswa kuwa. Sasa hapa ndo ambako Kiswahili kimezaliwa. Kwa hiyo ndio maana unaona Tanzania inajaribu kwa kila namna kuweka msukumo wa kikanda kuhakikisha kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwanza si tu kwamba tunatumia Kiswahili katika vikao vyetu au katika masuala mbalimbali yanayohusu diplomasia, masuala ya uchumi, masuala ya biashara, lakini pia kuhakikisha kwamba ule mkataba unafanywa marekebisho na unasainiwa. Ilivyo bahati, wiki iliyopita tulikuwa tunaadhimisha wiki hii tulikuwa tunaadhimisha kilele cha siku ya Kiswahili duniani kwa nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na safari hii tulifanyia Burundi na nilikuwepo huko. Nimeona tumepewa taarifa njema kwamba sasa karibu hatua zote zimeshafikiwa. Kwa hiyo mchakato wa kukirasimisha Kiswahili au kukitambua katika mkataba ziko mwishoni kabisa. Kwa hiyo wametuomba nchi wanachama tushirikiane tuhakikishe kwamba mkataba huu unafanywa marekebisho na unasainiwa, ili sasa wanajumuiya Afrika Mashariki mahali popote wanapokuwa, iwe kwenye vikao vya mawaziri, iwe kwenye vikao vya wataalamu na katika ngazi zote za wakuu na serikali, basi mjumbe awe na uhuru wa kutumia lugha ile ambayo yeye anaona inafaa. Kwa hiyo ni kweli kwamba anahitaji jitihada za makusudi za kuweza kuleta hayo mabadiliko, lakini vinginevyo huwezi kuamini, mengine labda hatuwezi kuyaongea sana hapa, lakini hapo nyuma kulipopata jitihada za kujaribu hata kuifuta ile kamisheni ya Kiswahili isiwepo, kwamba inaongeza mzigo wa uendeshaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo katika taasisi ambazo zilikuwa zinapendekezwa kupunguzwa pamoja na hiyo ambayo ipo kwa ajili ya kuhakikisha na kinasimamiwa katika ukanda wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nachoweza kusema kwa kifupi ni kwamba bado tuna safari, lakini kwa sasa kidogo kuna mwanga wa kutosha. Sawa, mwanga upo, lakini kwa namna ambavyo umezungumza ni kama vile hata hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki bado ina wasiwasi na suasua, haijakipokea ama haijakubali kukipokea rasmi Kiswahili. Unadhani labda ni kwa sababu ipi? Au labda Kiswahili wanahisi bado hakijajitosheleza kimsamiati? Kwa uchache sana tutoke kwako.
Kama kamisheni pia inayopambana kukuza lugha ya Kiswahili ilikuwa iko katika mkakati wa kufutwa. Ni dhahiri shahiri kwamba bado tuna safari ndefu ya kwenda na bado hatujakubali kukipokea Kiswahili kama lugha rasmi. Sababu kubwa ni kujitosheleza kimsamiati ama la? Nafikiri sababu kubwa kwanza, kama nachoweza kusema mimi kwa mtizamo wangu, ni ile kasumba ambayo tuko nayo kwamba tukitumia lugha zetu za asili tunaonekana kama ni washamba, kama hatujaendelea, kama hatujasoma. Nadhani hiyo kasumba imeota mizizi mikubwa katika Afrika kwa ujumla, na inachukua muda mrefu watu kuweza kubadilisha ule mtizamo kwamba kumbe tunaweza tukasimamia lugha zetu wenyewe kama ambavyo mataifa mengine yaliyoendelea yanafanya. Wachina wanazungumza Kichina, ukienda Finland wanazungumza Kifinish na maisha yanaenda. Kwa hiyo kuna hiyo kasumba, hilo la kwanza. Lakini la pili, bado hakuna kulikuwepo na dhana mbalimbali ambazo zilikuwa mtizamo hasi kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Nakumbuka baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ilionekana Kiswahili ni lugha ambayo inazungumzwa na watu wale ambao ni wahovyo, yani sio watu wazuri, watu wabaya, watu wa hali duni, hali ya chini. Au wengine walikuwa wanasema pia ni lugha ya kijeshi, yani watu wanajeshi ndio wanatakiwa kuzungumza, kwa hiyo watu wengine hawatakiwi kuzungumza. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo mitizamo imeleta shida. Ndio maana hata tunapokuwa kwenye vikao, tunapojaribu kutetea kwamba sasa jamani, tukipende Kiswahili, tukifurahia Kiswahili, tukienzi Kiswahili, bado kuna zile chembe za kutokuwa na imani na Kiswahili. Lakini kwa kuongezea hapo, swala msamiati, si kweli kwamba msamiati haujitoshelezi, na hata hivyo hakuna lugha yote duniani ambayo ina msamiati wa kutosha kukidhi haja ya mawasiliano katika jamii inayotumia. Lugha zote zinakopa duniani. Hicho Kiingereza ambacho nakisema kwamba kimesambaa duniani na kinatumika, ukienda kule utakutana na maneno mengi au msamiati mwingi ambao umekopa kutoka lugha zingine, Kilatini, Kigiriki na kadhalika. Kwa hiyo nao pia wamekopa sana na hakuna lugha ambayo haikopi. Kwa hiyo sisi wenyewe pia tuko katika hatua nzuri, tunaweza kutumia Kiswahili kabisa kwenye maeneo yote na tukajitosheleza. Kwa mfano, nikupe mfano kwenye eneo la mahakama, kwenye uga wa mahakama. Kiingereza kimekopa sana, maneno mengi sio ya Kiingereza, lakini kinatumika. Kwa hiyo mtu akija na hoja kwamba kimsamiati hatutoshelezi, atakuwa anasema kitu ambacho sio kweli, kwa sababu dhana zinasanifishwa. Ndio maana kuna vyombo vya usanifishaji, kama hapa kwetu tuna Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa upande wa Zanzibar tunabakiza. Ndio kazi zao kuhakikisha kwamba tafiti zinapofanywa na wataalamu kutoka vyuo vikuu na maeneo mbalimbali, maneno mapya yanaibuliwa na dhana zinazojitokeza ama kutokana na ukuaji wa teknolojia, basi kuna usanifishaji unafanyika. Kwa hiyo hakuna lugha inayotosheleza yenyewe bila kukopa kutoka katika lugha zingine. Kwa hiyo dhana au sababu ya kimsamiati haiwezi kukubalika kabisa kuwa eti inatatiza Kiswahili kutumika kama lugha rasmi kwenye mawasiliano yote. Mtazamaji wa Swafifu Afrika, kama ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, tukwambie hujapotea na wala hujachelewa. Tuko katika mjadala muhimu kabisa unaohusiana na uhuru wa bara letu la Afrika na lugha ya Kiswahili, na hapa tuko na wadau waandamizi wa lugha adhimu, lugha ya Kiswahili. Shangwe, nikirudi kwako Charles Mloka, mwandishi nguli wa vitabu mbalimbali ikiwepo diwani ya Mloka. Juhudi zinazofanywa sasa hivi na nchi ya Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kukuza lugha ya Kiswahili, kunaeleza nini hapo mbele baada ya miaka 5-10? Je, Kiswahili kitafanikiwa kuwa na mizizi katika zile nchi ambazo tunatamani zifike? Mimi Kiswahili kwanza na kilinganisha utamu wake kama maji ya mtungi. Maana sisi tulizaliwa zamani huwa nafikiri hata nyinyi, maji ya mtungi ndio fahari ya nyumba yetu. Nasema hivi, Kiswahili lugha tamu kama maji ya mtungi. Maji yake naheshimu kuliko ya kwenye tangi. Nyumbani ni ya kudumu, nyumbani hunipa henzi. Maji ya kwenye mtungi fahari ya nyumba yetu. Kwa hiyo Kiswahili kwa kweli ni lugha ambayo sisi Waswahili, sisi wananchi wa Afrika Mashariki na sehemu nyinginezo lazima tuipe hadhi. Sasa umeuliza kwamba ni kwa namna gani Kiswahili katika miaka inayokuja kinaweza kikapata hadhi. Mimi niseme tu kwamba kuna jitihada kubwa zinaendelea hivi sasa, na ni lazima tukubali kwa upande mmoja au mwingine kwamba Kiswahili hiki
kitovu chake kikubwa ni Tanzania. Tanzania ni kitovu cha Kiswahili, hilo lazima tukubali, bila shaka. Kwa hiyo ni sisi wananchi wa Tanzania na wengineo kama wa Kenya, Waganda, kwa sasa hivi tumejumuika pamoja kupitia asasi mbalimbali za Kiswahili kukiendeleza hiki Kiswahili. Na niseme tu kwamba pamoja na kwamba Kiswahili watu wengine wanaona kwamba hakina maendeleo ya kutosha, lakini vile vile ukitizama katika bunge la Afrika, nafikiri katika mkataba ulianzisha bunge hilo mwaka 2004 kama sikosei, Kiswahili kilianza kupitia taratibu na baadaye kikakubaliwa rasmi katika lugha zinazotumika katika bunge la Afrika. Lakini nitoe tu tahadhari katika eneo hili. Bahati nzuri mimi nilishiriki kuwa mfasiri katika bunge la Afrika kwa miaka kadhaa. Bado kulikuwa na tatizo, pamoja na kwamba Kiswahili kilikuwa kinatumika katika bunge ile, lakini utakuta hata baadhi ya bunge wetu wakati mwingine katika kuongea ile Kiswahili, wakisema waongee katika Kiswahili, bado walikuwa na mashaka kuongea katika Kiswahili. Lakini sasa hoja hii, kuna kipindi mbunge mmoja wa Chazi Mloka, una katakata hatukupati vyema. Nadhani kuna Chazi Mloka alikuwa na nani, alitoa hoja bungeni akasema hivi, anawaambia wale watayarishaji wale unapotaka kuongea Kiswahili, maana na wewe ndio nieleze, katika bunge la Afrika Kiswahili kimetambuliwa rasmi kama lugha rasmi ya bunge hilo, au moja wapo lugha za bunge hilo. Nasikika vizuri Ndio. Pamoja na kutambulika, lakini bado suala la kuwa na yule kasumba baadhi ya wazungumzaji, baadhi ya wabunge katika eneo hilo, inapokuja swala la kuzungumza Kiswahili na watendaji wanakiona kama Kiswahili ni lugha kidogo duni na nini. Kwa hiyo kulikuwa wakati fulani kulikuwa kama kuna kahujuma fulani anapozungumza mbunge, mzungumzaji wa Kiswahili kutoka Kenya au wapi, wale walioko katika buti, wale wafasiri wakalimani katika buti, walikuwa nawekewa kama vikwazo fulani na wakati mwingine akisema, kwa nini mimi mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili mnaniwekea vikwazo? Kama naye kwa nini usizungumze Kiingereza? Kwa nini usizungumze Kiingereza? Kwa hiyo licha changamoto hizo, lakini bado na ili tuondokane na masuala kama hiyo, mimi nafikiria kwamba ili tufike mbele zaidi, hebu tuepukane na mataifa ya kigeni, kwa sababu ukifadhiliwa na mataifa ya kigeni siku zote utakuwa mtumwa na hautapiga maendeleo. Kwa hiyo katika miaka ijayo, ushauri wangu ni kwamba kwanza sisi wa Afrika wenyewe au wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili tuhakikishe kwamba ni sisi wenyewe tunajitolea kuikuza hii lugha ya Kiswahili. Lakini vile vile kutokana na mwamko ambao uliopo sasa hivi, kwa mfano Afrika Kusini kuanzia mwaka 2020 na nchi nyingine zimeonyesha ari ya kutosha ya kukiendeleza Kiswahili katika mitala yake. Tunasalia kwako Chazi Mloka. Chazi Mloka, nadhani mtandao unasumbua kwa ndugu yetu Chazi Mloka na mambo yanaenda vile ambavyo hayatarajiwi kwenda. Akikaa sawa, basi tutarejea kwa ajili ya kufahamu mengi ambayo alikuwa anatamani kuendelea kuyazungumza. Ulikuwa na jambo la kuteta na Sefania. Nilitamani kufahamu kati ya nani anapaswa kuitwa Mswahili, kati ya Mswahili kutoka nchini Tanzania, kutoka Kenya na kutoka Kongo, kutokana na matamshi ya lugha yenyewe ya Kiswahili. Sefania. Naam, ni swali zuri sana. Nani anapaswa kuitwa Mswahili? Ukweli ni kwamba Mswahili ni mtu yoyote anayetumia au anayezungumza lugha ya Kiswahili, au anatoka Kongo, au anatoka Burundi, au anatoka Rwanda. Na pale mwanzoni nilisema kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa hivi kuna mwamko fulani kama ambavyo tumezungumza. Kwa hiyo bila kujali uwezo wake katika kuzungumza, lakini yoyote anayezungumza Kiswahili, hata kile cha Kongo ni Kiswahili, hata cha wapi ni Kiswahili, ili mradi anazungumza Kiswahili, huyo ni Mswahili. Masuala ya ufasaha na usanifu, hayo tunakuja kwenye hatua za baadaye sana, lakini kwa sasa tunachotamani kuona
kila mtu anazungumza Kiswahili. Sawa, na kuna zile sifa ambazo huwa huko mitaani tunazifahamu na watu huwa wanazizungumza. Mtu akikwambia bwana wewe ni Mswahili bwana, Sefania wewe ni Mswahili bwana, hamaanishi kwamba tunatumia lugha ya Kiswahili, bali anakuwa na maana zake nyingine nyingi kweli kweli. Aidha unaongea sana, una mambo ambayo ni ya kona kona. Mswahili mshirikina, mtu wa kona kona, haeleweki. Ukiahidi utekelezi, huyo ndo Mswahili mtani kwetu. Lipi ni lipi kutumia lugha. Hiyo ni moja ya kasumba au moja ya kikwazo kinachodumaza au kukwamisha maendeleo ya Kiswahili. Watu wamenasibisha Kiswahili na mambo yasiyofaa au mambo mabaya. Kwa mfano, ni kweli kwamba mitaani mtu akishaambiwa Mswahili eti ananasibishwa na ujanja, uongo, maneno mengi, lakini kusema ukweli hizi sio maana sahihi au sio maana ambazo zinafaa. Na watu wakipata hiyo ndo wanaanza kuona Kiswahili sio kitu kizuri. Kwa hiyo tuna jukumu la kuendelea kuwaelimisha wazungumzaji wa Kiswahili wote kwamba Mswahili ni mtu anayezungumza Kiswahili na si mjanja au mtu mongo. Hapana, ni unasibishaji ambao pia umesababisha au umekwamisha maendeleo ya Kiswahili, na hayo mambo hatuyasikii sana kwenye nchi za wenzetu, lakini hapa kwetu kwa sababu sasa sisi tumebobea na tunazungumza Kiswahili cha ndani sana, kwa hiyo basi watu wameanza kunasibisha na hiyo, lakini sio kweli. Mswahili ni mtu anayezungumza Kiswahili. Sawa, mtazamaji wa Swafifu Africa, mimi ni Mswahili. Sasa hivi mtu akiniita Mswahili si mind tena, kwa sababu umaindi nini, humuogopi tena. Yaani simuwazi. Unajua majenzi, watu lugha zetu za kule mtaani anakuambia nimekumaindi, kwamba nimekuwaza kweli kweli, nimekuchukia, umenichukiza. Na zamani pia mimi pia nilikuwa nikiitwa Mswahili, mgwadu yule Mswahili. Naumia, jamaa kanionaje yule. Mimi kwenye jamii yangu nilizoea anaitwa Mswahili ni yule ambaye anaongea sana. Maneno. Kwa hiyo nilikuwa sipokei kwa namna nzuri. Naona kama ananiona kama anaongea sana. Au muongo mjanja. Sasa kwako Sefania, watoto wa sasa hivi ukiachana na Gen Z, watoto wanaozaliwa kwa sasa wengi wanaanza na lugha ya Kiingereza. Wazazi wamesoma, akizaliwa mtoto anaanza kusemeshwa lugha ya kigeni, anapelekwa shule ambayo anafundishwa lugha ya kigeni. Huoni kama hii inadumaza lugha ya Kiswahili katika nchi ya Tanzania? Sawa, na shangwe kidogo na ndugu yangu Sefania, kabla hujajibu hapo natamani kufahamu ndugu yetu Chazi Mloka kama tayari amesharejea mitamboni. Chazi, hivi sasa bila shaka utakuwa unatupata vyema hapo ulipo. Chazi Mloka. Mambo bado sio mazuri kwa upande wake. Sefania, bila shaka utakuwa umesikia swali lile na unaweza ukajibu. Ndugu yetu Chazi Mloka kirejea hapa, tutaendelea kuungana naye na tutajumuika naye pamoja. Naam, asante sana Shangwe kwa swali zuri. Na ningependa umma wa Tanzania na wasikilizaji wengine wafahamu kwamba swala la kutilia mkazo ujifunzaji wa lugha nyingine halina uhusiano kabisa na kudumaza lugha nyingine. Kinachodumaza lugha nyingine ni masuala ya kasumba, yani mtizamo mbaya, na kuto kuwepo kwa sera au mikakati ya kuendeleza lugha husika. Nasema hivyo kwa sababu kujifunza Kiswahili au kutumia lugha Kiswahili hakutufanyi sisi tusijifunze lugha zingine. Leo hii kuna mikakati ya kupeleka Kiswahili kimataifa. Tumeona mifano sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara pamoja na mabaraza ya Kiswahili tulishaandaa mkakati wa miaka 10 wa kubidhaisha Kiswahili, kukifanya Kiswahili kuwa bidhaa, kukiuza kimataifa. Na mojawapo ya mikakati hiyo ni kufanya makongamano ya kimataifa. Mwaka juzi tulifanya kongamano la kwanza katika nchi zinazozungumza Kihispaniola kule Cuba. Kulikuwa na mwitikio mzuri sana. Watu kutoka mataifa mbalimbali walishiriki katika kongamano hilo. Kulikuwa na mijadala mizuri ya namna gani tunaweza tukaendeleza Kiswahili. Mwaka huu wote ni mashahidi, tumefanya kongamano la pili la kimataifa Ufaransa, na tukafungamanisha na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tunawezaje kupeleka Kiswahili Ufaransa kama hatujui Kifaransa? Tunawezaje kupeleka Kiswahili Uarabuni kama hatujui Kiarabu?
Kwa hiyo lazima tufike mahali tufahamu kwamba kujifunza lugha za kigeni haimaanishi kudumaza lugha yetu, ila kujifunza lugha nyingine kuna kuongezea wewe uwanja mpana zaidi wa mawasiliano na wale watu. Kwa unapowapelekea kitu chako, lazima na wewe uwe unajua kitu chao, na hicho ndicho ambacho wenzetu wamefanikiwa sana. Mtakumbuka kwamba katika historia wale wamishonari walipokuja kuleta ukoloni, walipotangulia kuleta ukoloni huko Afrika, walikuja wakajifunza Kiswahili na wakatafsiri Biblia kwa lugha za Kiswahili ili watupate. Ilibidi kwanza wajue lugha zetu, baada ya hapo sasa ndo wakapandikiza. Je, Kiingereza akikuota mizizi mpaka leo? Kwa hiyo watoto wetu au vijana wetu wanapokwenda kwenye shule zile za medium ambazo lugha ya kufundishia ni Kiingereza au ni Kifaransa au ni Kiarabu, kumbuka kwa mazingira yetu sisi kama Tanzania, Kiswahili kimeota mizizi kiasi kwamba akitoka shuleni akirudi nyumbani anazungumza Kiingereza, anazungumza Kiswahili. Akisikiza vyombo vya habari ni Kiswahili, akisoma magazeti ni Kiswahili. Kwa hiyo kujifunza kwake lugha nyingine hakumzuii au hakutatizi juhudi za kujifunza Kiswahili. Kinachotakiwa ni kuwa na mikakati madhubuti, kuwa na sera na mipango ya kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inaenea. Kwa hiyo nashangaa wakati mwingine pia watu wanasema mtu ameenda kwenye mkutano labda nje ya nchi, baada ya kuzungumza Kiswahili anazungumza Kiingereza au anazungumza Kifaransa. Lakini unajiuliza, tumeweka mikakati gani ya kupeleka kwa mfano wakalimani kwenye hicho kitu au kwenye hiyo nchi, ili akiwa pale akizungumza Kiswahili wakalimani wawepo wa kupeleka kile Kiswahili kwenye lugha ile nyingine, kwa sababu ndio kinachofanyika. Na ndugu zangu, hakuna nchi duniani inayotaka kuendeleza lugha ya mtu mwingine ndio iendelee, kwa sababu lugha inabeba utamaduni. Kwa hiyo na sisi, ili Kiswahili chetu kiweze kuendelea na kiweze kuwa na matokeo na tuweze kuwa na athari hata kwenye maeneo mengine, lazima sisi ndio tuwekeze, tuwe na jitihada za kuwekeza. Tunaona rais wetu labda anaenda tuwekeze. Sefania, lazima sisi ndo tuwekeze, na nakubaliana na wewe 100%, lakini serikali yako ya hapo nchini Tanzania inaonyesha jitihada kubwa sana, na moja kati ya jitihada inaendesha matamasha mengi ya lugha ya Kiswahili, na hivi juzi tu mmetoka katika tamasha kubwa la lugha ya Kiswahili lilofanyika nchini Ufaransa. Huoni kwamba kunahitajika jitihada nyingine tofauti na hiyo ama hayo matamasha ambayo mnayafanya? Mfano mzuri naweza nikakupatia hapo. Moja kati ya vitu ambavyo mmezungumza ni kupeleka wakalimani katika nchi ambazo watu kwenda kufanya mikutano, ili mtu akiwa pale ajisi huru kuzungumza lugha ya Kiswahili, lakini si kupeleka kalimani pekee. Vyombo vya habari imekuwa ni moja kati ya chachu kubwa kabisa ya kueneza kitu chochote ama propaganda yoyote ile duniani. Hauoni sasa ni wakati sahihi wa nchi yako ama serikali yako ya Tanzania walau kutafuta chombo kimoja cha habari ambacho kitakuwa si ndani ya Tanzania pekee, bali ambacho kitavuka nje ya mipaka ya Tanzania na kuzungumza na Afrika nzima na ulimwenguni kote kwa ujumla? Mfano mzuri naweza kukutolea. Wenzetu wa Ujerumani wana idhaa Kiswahili ya Deutsche Welle DW, BBC Swahili ni ya Mwingereza, lakini pia wakati fulani kulikuwa kuna VOA kutoka nchini Marekani, kulikuwa kuna CRI China Radio International ina idhaa Kiswahili kutoka China, kuna Radio Japani kutoka Japani, kuna Radio India. Mataifa yote haya ni ya nje na vyombo vyote hivi vinamilikiwa na mataifa ya nje, lakini wana idhaa ya lugha ya Kiswahili, hali ya kwamba sisi Waswahili wenyewe hatuna chombo chochote cha habari ambacho kinaweza kikapusha ama kikasukuma lugha ya Kiswahili. Huoni ni wakati sahihi sasa wa serikali yako walau kutafuta chombo kimoja cha habari ambacho kitakuwa kina idhaa zote hizo? Inamilikiwa na serikali ya Tanzania, lakini ina idhaa Kiswahili, ina idhaa Kiingereza na lugha nyingine yote ambayo wenyewe watapenda. Moja ya mikakati ni kufanya hayo makongamano ya kimataifa ambayo tunakutanisha wadau mbalimbali wa Kiswahili, lakini mkakati mwingine ni kuanzisha vituo vya kufundisha Kiswahili nje ya nchi katika balozi zetu. Ni maelekezo ya serikali na yameanza kutekelezwa. Hivi sasa tunavyokuambia, ndani ya kipindi cha miaka miwili tumeshafanikiwa kufungua vituo 20 vya Kiswahili katika nchi mbalimbali duniani. Nini lengo? Lengo ni kuhakikisha kwamba pia watu wa mataifa hayo wanapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, lakini pia na utamaduni wake. Na swala la kutumia vyombo vya habari, ni kweli kabisa
ni moja ya mikakati katika mikakati tulionayo kwenye ule mkakati mkuu wa miaka 10 ni kuhakikisha kwamba pia tunafungua idhaa mbalimbali katika mataifa mbalimbali za kuzungumza Kiswahili, na hata hizo ambazo umezitaja tunashirikiana nao kupitia TBC ambayo ndo chombo cha habari cha taifa, lakini pia kumekuwa na mikataba ambayo tumekuwa tukijadiliana na bado haijafika mwisho, lakini tunataka kufungua idhaa mbalimbali katika mataifa mbalimbali kupitia mashirika yao ya utangazaji, na hilo linafanywa na serikali kupitia televisheni ya taifa. Asante sana Sefania kwa maelezo yako, na nimeridhika na majibu yako, ni mazuri kweli kweli, ingawa nimekuwa na roho ya kinyonge. Ndugu yetu Chazi Mloka, mtandao umekuwa kama vile unamsumbua na kazini ile kulikuwa kuna kazi na muda tayari umeshatutupa mkono. Mwarabu anakuambia alwaqt qasaif, muda ni kama upanga, ukicheza nao wakati wowote ule unakumaliza, shingo huna shangwe. Kabisa. Basi tukushukuru sana mtazamaji wa Swafif Africa ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo wa mjadala huu mpaka sasa tumefika mwisho. Nikukumbushe tu mjadala uliokuwa unahusu uhuru wa bara letu la Afrika na lugha ya Kiswahili, na tumezungumza mambo mengi kweli kweli hapo, kuanzia harakati za kupambania uhuru hadi hivi sasa. Lakini kubwa zaidi, kabla hatujatoa nyayo zetu hapa, tukukumbushe kwamba lile tamasha kubwa na la kihistoria kuwahi kufanyika la Swafif Africa safari hii liko nchini Tanzania, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba lugha adhim, lugha tamu, lugha ya Kiswahili inatanua mbawa na inajipambanua kweli kweli duniani kote kupitia filamu zenye utamaduni, maudhui, uhalisia wa bara letu la Afrika, kupitia hizo filamu zenye manukuu ya lugha ya Kiswahili ama zilizotumia lugha ya Kiswahili. Hivyo wakati huu wakati adhim kwa kwa muandaaji, mtayarishaji na mwigizaji wa sinema Afrika kuhakikisha kwamba anachangamkia fursa shangwe. Kabisa, na namna ya kufanya ni rahisi sana. Andaa filamu yako kwa lugha yoyote duniani. Hakikisha pamoja na vigezo vingine vyote, zingatia vigezo vikuu viwili. Hakikisha filamu yako ina manukuu ya lugha ya Kiswahili, lakini pia hakikisha filamu yako ina maudhui, maadili na utamaduni wa Kiafrika. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejihakikishia nafasi ya kushinda. Kama hujajisajili bado, wahi sasa. Ingia katika tovuti yetu ya www.swafifafrica.tv.tz, kisha utakutana kitufe kimeandikwa jisajili. Jaza taarifa zako zote za muhimu. Utakuwa umejisajili, utatumia ujumbe mfupi kwenye email yako, na kwa kufanya hivyo basi nafasi ya ushindi ni nafasi yako. Ni rahisi sana, na habari njema ni kwamba mwaka huu ama tamasha la safari hii litakuwa na nchi zaidi ya 16 na nchi 2 zinatoka nje ya bara la Afrika. Hapa tunazungumzia Ujerumani naye atakuwepo hapo, lakini pia Canada naye atakuwepo hapo. Kwa hiyo mimi nitashangaa sana kama watu wanatoka nje ya bara la Afrika wanaleta na wanashiriki katika tamasha hili. Kwa nini wewe Mwafrika usiwepo, Mwafrika ambaye uko barani Afrika usijivunie kile ambacho uko nacho? Na Kiswahili ni tunu ya Afrika kwa sababu ndio kitu ambacho kwa Afrika tunataka tujivunie nacho, ndio kitu ambacho tunakimiliki. Vingine vyote hivyo vililetwa tu na wakoloni, vilikuja na ndege, vikaja na meli, na vingine vilijua venyeji namna ambavyo vilikuja. Kwa hiyo nimhakikishie tu mtazamaji wa Swafif kwamba kutakuwa na umaya. Ili ni neno la Kiswahili linalomaanisha umati wa watu. Na siku 2 kabla ya tamasha kutakuwa kuna mambo yale ya kiasili kutambulisha vitu vyetu vya Afrika. Lazima tujivunie vitu vyetu. Tamasha ni siku 3, tulisahau kuambia hilo. Siku 2 za mwanzo ni kuonesha utamaduni wa Kiafrika. Njoo na kile kinachowakilisha utamaduni wako, kabila lako na jamii yako, utapata nafasi ya kukionyesha, na siku ya kilele basi ndipo tutakapomjua bibi harusi. Na mimi mjumbe wa wahenga huwa napenda sana kuwatetea wahenga, sababu vijana wa Gen Z wanaonekana ni korofi kweli kweli. Kwa hiyo mimi mjumbe wa wahenga nasema mkataa kwao ni mtumwa. Kwa hiyo ukikataa utamaduni wako basi umekubali kuwa mtumwa wa hao unaowatumikia. Basi ndugu zangu Chazi Mloka pamoja na Sefania, ni washukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi hiki, na niwatakie majukumu mema. Tunashukuru nasi pia kwa ushirikiano wenu. Asante sana mtazamaji wa Swafif Africa. Jahazi hili linatia nanga hivi sasa. Nahodha wako nilikuwa mimi Ramadhani Mgwadu, nikiwa nimeambatana na Mlimbwende Shangwe Mbise. Sote kwa pamoja tunakuambia asante, na endelea kuifuatilia Swafif Africa kila uchao, kila nukta. Hakikisha unakuwa nasi. Hivi sasa tunaacha na burudani ya filamu ambayo imeandaliwa kutoka studio. Bye bye hadi wakati mwingine.